Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, peke yake anaweza. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, peke yake anaweza. Aimba Yesu anaweza. Karibu Asta, karibu. Makofi mazuri anapokuja. Makofi mazuri. Ongeza haya makofi, piga Bwana makofi mazuri. Amen. Alafu uliye karibu nawe msalimie kwa jina la Yesu, kwa upendo wa Mungu mpe salamu. Amen. 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 Asante kwa kusalimiana. Mungu akubariki. Na baada ya hiyo naomba uchukue nafasi yako nzuri kaweze kuketi, kisha tukaweze kuendelea na ibada hii ambayo Bwana ametupa siku ya leo. Amen. Asante. Asante kwa kila mmoja aliyeingia katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Amen. Ninayo imani ya kwamba kila ambacho tumekujia siku ya leo Bwana atatupa. Amen. Haijalishi maisha yako yamekaa vipi, haijalishi umekata tamaa, haijalishi unaona umefika mwisho, lakini kunayo matumaini. Amen. So ninakukaribisha kwa jina la Yesu. Jisikie uko mahali pasawa. Walio wageni ni mara yao ya kwanza kuingia katika nyumba hii. Hii nyumba ni ya Mungu. Amen. Hauhitaji zaidi mtu kukuambia karibu, lakini kama umekaribia, kwa sababu tuna protocol, tunakukaribisha kwa jina la Yesu. Jisikie uko mahali pasawa tukaweze kumwabudu Bwana asubuhi ya leo. Amen. Kwa wale ambao ni wageni, kwa majina naitwa Pastor Beverly Mwanda. Nimeokoka, Yesu ni Bwana na mimi ni mama, na Bwana amenipaka mafuta kumtumikia. Amen. So ninashukuru pia kwa wewe uliyefika, na amini uko mzima. Amen. Katika hili kanisa Mungu amenipa neema tu, si kwa nguvu zangu, si kwa uwezo wangu, lakini Mungu akanipa neema ya kukuwa assistant pastor katika hii huduma. Nashukuru Mungu, naomba Bwana akaendelee kunisaidia. Amen. So ninakukaribisha kwa jina la Yesu, na pia wenyeji ninawakaribisha asubuhi ya leo. Kuna wale ambao waliondoka from Sunday, hawajafika katika nyumba ya Bwana kufikia leo, ndio wamerudi tena. Karibu kwa jina la Yesu. Wacha tuendelee, naomba tuombe. Asante Bwana Yesu, tunakushukuru kwa nafasi Bwana umenipa kusimama mbele za watu wako Bwana. Mimi ninashuka Bwana ukaweze kuinuliwa. Ninaomba tu Bwana ukaondoe usemi wangu Bwana, nitumie kama chombo mchana wa leo kwa utukufu wa jina lako Bwana. Sema nasi katika ibada hii Bwana. Neno hili linapokuja Bwana likaweze kutuchonga, kutusaidia na kututengeneza Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Bwana Yesu, tawala. Roho wa Mungu chukua nafasi, na Bwana ukaendelee kujidhihirisha mahali hapa. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Nashukuru Mungu kwa wakati huu, na Bwana akanipa ujumbe kwa ajili ya mimi na wewe, kwa sababu ujumbe si wangu, ni wangu, si wako, ni wangu na wewe. Amen. Na leo nataka tujifundishe jambo moja Bwana amesema nami tangu tulipokuwa na hizi ibada zikiendelea. Ilikuwa ni ibada zipi? Watu wamesahau. Tulikuwa tunatoka wapi? Uhuru wa Kaldayo. Tunaenda wapi? Tukaenda Haran, tukatulia, tukatoka. Sasa tuko wapi? Pigia Bwana makofi mazuri. Kwa sababu Kanani tushaingia, tushaimiliki, tushakaa. Amen. Kwa nchi ya asali na maziwa. Amen. Na tunashukuru Mungu kwa sababu Bwana ametusaidia. Friday tukawa tunaongea, tunasema katika Isaya 62 Mungu amesema ya kwamba hata tulia na hata nyamaza. Tukiwa tuko pale Bwana hata tulia. Na wewe ninakuja kukuambia umeingia Kanaani. Usifikirie ya kwamba maadui wamelala. Usifikirie ya kwamba yule alikushikilia amelala.
elewa ya kwamba ukiwa Kanaani hakuna kutulia, hakuna kusinzia, hakuna kulala, hakuna kunyamaza. Haleluya. Hiyo ndio ilikuwa ni message yetu ya Friday. Na siku ya leo nimekuja kuambia ya kwamba kwa harufu ya maji utachipuka. Kwa harufu ya maji. Haijalishi mambo gani umeyapitia na ukaona ya kwamba nimefika mwisho, ukakata tamaa, ukaona nikana kwamba Mungu ameniacha. Bwana Yesu asifiwe. Umeingia katika nyumba ya Bwana, umetoa sacrifices mara nyingi, umekuja katika madhabahu ukimwambia Bwana nikumbuke, Bwana nimeleta sadaka, lakini ukitazama ile hali ulionayo unaona kana kwamba Bwana asikii. Siku ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba kwa harufu ya maji tu Bwana anaenda kutenda jambo. Kuna kuchipuka tena, kuna kuinuliwa tena, kuna kule kufufua vilivyozikwa vinafufuliwa tena kwa harufu ya maji. Haleluya. Naomba ufungue nami katika kitabu cha Ayubu 14 mstari wa 7 hadi 9. Amen. Kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Rudia tena. Kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Wala machipukizi yake hayatakoma. Amen. Maandiko yanatuambia ya kwamba huyu ni Ayubu. Katika kitabu cha Ayubu, Ayubu akawa ameyapitia mateso. Akawa ni mtu ambaye amebarikiwa, akaishi vizuri, akawa na watoto, akawa na ndoa, akaishi, Bwana akawa amembariki Ayubu. Amen. Lakini Bwana alipokuwa amembariki, na Ayubu alikuwa ni mwelekevu mbele za Bwana sana, lakini kwa sababu sisi ni wanadamu na majaribu lazima yaje ili kuitikisa imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. So Ayubu akiwa amebarikiwa, shetani akaomba ruhusa kwa Bwana, akataka kumjaribu Ayubu ili akaweze kuiangalia imani ya Ayubu iko wapi ama imesimama wapi. Maandiko inatuambia ukianza kule mwanzo ya kwamba huyu Ayubu vile alikuwa amebarikiwa, ana watoto, huo wakati kila kitu ambacho Ayubu alichokuwa nacho basi shetani alikichukua. Ni watoto aliwachukua, ni mali akaichukua, ni ng'ombe akawachukua, ni punda akachukua. Lakini Mungu akamwambia, vyote unaweza fanya, hata mwili wake unaweza ugusa, lakini roho yake usiiguse. Haleluya. Roho yake ilikuwa mikononi mwa Bwana. Asubuhi ya leo ninakwambia nini? Majaribu yako yanaweza kuja yakatusukuma, yakatufikisha ukutani, lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu Mungu wetu ana uwezo wa kuzilinda roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa haujakula, haujakunywa, hauna nguo ya kuvaa, hauna chochote cha kuita kitu katika maisha yako. Hata watu wanapokuangalia wanakudharau kwa sababu hauna kitu. Lakini asubuhi ya leo tunashukuru Mungu kwa sababu Bwana ametuokoa. Tumefanyika wana katika ufalme. Sasa kama sisi ni wana katika ufalme, Mungu hataruhusu roho yako kukamatwa na shetani. Mungu hataruhusu maisha yako yaende kwa mkono wa shetani. Mungu atatuhifadhi. Bwana atatutetea vile alivyomtetea Ayubu. Pia huyo Bwana yuko pamoja nasi, anaenda kutusimamisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakuwa ni wagonjwa, wanakata tamaa. Watu wanakosa kazi, wanakata tamaa. Familia inawakataa, wanakata tamaa. Wengine wanafika mahali hata wanaenda wanajiua kwa sababu wanaona ya kwamba hakuna kitu cha thamani. Lakini asubuhi ya leo ninakuambia ya kwamba kwa harufu ya maji, yule aliyedharauliwa, yule aliyeachwa, leo Bwana anakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe.
Ayubu mateso yakazidi, hata mwili wake ukawa ni majivu matupu. Mke wake akakuja akamtazama, akamwambia basi simkufuru huyu Mungu, simtukane huyu Mungu, ukwende mbali, tuachilie mbali. Lakini Ayubu alijielewa, Ayubu alijitambua, alijua kunaye Mungu. Hata ninapopitia haya mateso, ninajua Mungu wangu yuko hai, ninajua Bwana ataniokoa, ninajua Bwana atanipigania. Haijalishi yale ambayo unapitia, hata mke wako anaweza kukuacha, hata mume wako anaweza kukuacha, lakini nimekuja kukuambia ya kwamba unaye Mungu aliye hai, unaye Mungu wa kukutetea, unaye Mungu wa kukubadilishia maisha, unaye Mungu wa kukusaidia. Haleluya. Marafiki wanakukataa, walikuja wakaomba na Ayubu. Marafiki zake walikaa siku 7 wanaomba na Ayubu ili Bwana akaweze kumwokoa. Hata inaweza fikia mahali ukaitisha prayer warrior, ukaambia hii shida mahali imefika, tuombe pamoja. Lakini unaona kama Bwana amenyamaza, unaona kama Bwana amekuacha, unajiuliza nimetenda nini? Lakini nimekuja kukuambia ya kwamba roho yako iko mikononi mwa Bwana. Kile walichokupangia Bwana hata ruhusu wakuangamize katika hiyo shuda. Bwana hata ruhusu wakuangamize katika magonjwa. Huyu Mungu hata ruhusu wakuwekea umasikini. Yeye anasema siku ya leo, kwa harufu ya maji tu, kwa harufu ya maji, sio ati ni oshe, sio ati maji meko kwa beseni, maji madogo tu, tena harufu, kuna kuchipuka tena. Haleluya. Kauliza kweli, kunayo matumaini kweli? Huo mti uliokatwa, haleluya, mti umekatwa. Unajua venye mti unakatwa? Mti ukikatwa, si unakatwa pale kwa stem, ni stem lakini ukikatwa hakuna matawi tena. Tuseme huu ni mti wetu sasa. Amen. Huu mti ni wewe na mimi. Haleluya. Huu mti tunaoongea si mti ule uko pale nje. Huu mti ni wewe na mimi. Sasa nataka ukue huu mti. Haleluya. Amen. Sasa Maandiko inauliza ya kwamba kweli huu mti ukikatwa hivi, unao matumaini kweli ya kuishi tena? Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtazamo wa wanadamu ni kweli huu mti hauna matumaini tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwanadamu kwa macho yake atasema huu mti hauna maana. Ndio maana inafikia wakati hata sisi hivyo visiki tunavikalia. Ukweli ama uongo? Naongea na watu jamani. Naongea na watu jamani. Unapokuwa katika boma lako umekata huo mti, si watu uende wanakaa kwa huo mti, wanatengeneza viti kule kwetu, wanaona kisiki kiko hapa, kingine kiko hapa, wanaweka bench juu, na watu wanajua ya kwamba hapo sasa ni mahali pa kukaa, ni mahali pa kupumzika. Wanajua huu mti hauna maana tena, hili shina halina maana. Kule kwetu kutafuta kuni, mnaenda kule kwa msitu na nini inaitwaje, shoka, mnapasua hicho kisiki kwa sababu watu wamekiona hakina maana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema nini nikikwambia wewe ni mti? Wakati ambapo maisha, wewe kama wewe na mimi kama mimi, maisha yanafika mahali yanakuwa ni magumu. Maisha unaona hakuna kwenda. Ukiangalia marafiki wamekuacha, ukiangalia hata jamii wanasema huyu anaweza fanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kwa ndoa unaona hata huyu mke anaonekana hana maana, lakini vile ambavyo unaonekana hauna maana, vile watu wanakuona ya kwamba hakuna kitu unachofanya. Kwa Mungu kunacho kitu. Kwa harufu ya maji, as long as mizizi bado ipo, kuna kuchipuka tena. Watu huangalia nje. Haleluya. Watu wakikuona watamjudge Pastor Grace kwa nje kwake. Wakiona vigeni watamjudge kwa vile ambavyo anakaa. Lakini siri niliyoipata kwa mti uliokatwa,
Mizizi haionekani na watu, my friend. Mizizi haionekani na watu. People look, wanakuangalia on your outward, lakini kule ndani hawajui ni nini ambacho kiko huko ndani. Haleluya. Pata wa ufunua wewe, pata wa ufunua wewe. Kisiki, mizizi iko ndani, imechimbwa, iko ndani ya mchanga. Yani hakuna mtu anaweza ona. Sitaki ukate tamaa vile watu wanakuona. Usikate tamaa vile watu wanakubeba. Usikate tamaa kwa sababu hakuna kitu mfukoni. Kule chini ni Mungu ajuae. Ni Mungu anayejua maisha yako. Ni Mungu anayejua destiny yako. Ni Mungu anayejua nyota yako. Pigia Bwana makofi mazuri. Mungu huangalia ndani. Amen. Na haya maandiko yanasema ya kwamba, soma hapo chini tupate kitu hapo. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa Hata ukikatwa sijamaliza, asante. utachipuka tena. Rudia. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Yapo matumaini kwa huu mti uliokatwa, utachipuka tena. Kwa nini maandiko inasema utachipuka tena? Kwa sababu yule mharibifu hajafika kwa mizizi yake. Haleluya. Hajang'oa mizizi, my friend. Una mizizi ambayo umeipanda katika Bwana. Haleluya. Kuna mizizi ambayo saa hii vile ulikuwa ukiokoka si vile uko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tulikuwa new believers class, nakumbuka. Wengine tulikuwa hapo tukifundishwa wokovu, tukifundishwa imani. Na sasa vile tumefika, hatisi si matawi tena, my friend. Hatuko hapa, hapa tuliondoka. Hapa tuliondoka. Yanayopita huku juu hayatubabaishi. Hata slash ikuja ama panga ikate huku juu, hatuna shida na hiyo. Kile tunachunga ya kwamba mizizi isiondoke kwenye maji. Kile nitachunga ndani yangu, wasiharibu mizizi yangu, maana kupitia hiyo mizizi ndio mizizi itasikia harufu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Miti, Zaburi 23, ni 23. Mstari wa ngapi? 23 kama sijaje. Nimepandwa kando kando ya not 23, ni John. Ni Zaburi. Hebu soma hapo, sijui ni mstari wa ngapi hapo. Hebu soma. Zaburi 1:3. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Haleluya. Haleluya. Mti uliopandwa kando kando ya mto. Kando kando ya mto. It is always evergreen. Yes. Matawi yake hayanyauki. Matawi yake hautapata siku ati branches ati matawi yameanguka, mtu umesimama hauna majani. Hata matunda pale itazaliwa. Kwa sababu gani? Huo mti uko kando kando. Kando kando ya mto. Kando kando ya mto. Maji yanapopita, mizizi inanyonya maji. Mizizi inaendelea kunyonya maji. Mizizi inaendelea kupata nguvu. Inaendelea kupata chakula. Inaendelea kuzaa matunda. Inaendelea kubaki evergreen. Ukitaka matunda unachukua, kwa sababu mizizi imepandwa. Mizizi imekita. Ninakuambia nini siku ya leo? Ondoka kwa kuangalia matawi. Tafuta kina cha matawi. Tafuta kule chini kuna nini. Elewa Mungu zaidi. Ondoka kwa matawi. Ondoka. Tengeneza shina lako. Litengeneze ili shina likaendelea kupokea maji kwa ufasaha zaidi. Toka kwa maombi ya kuombewa. Toka Bwana kusikia neno kanisani. Soma neno nyumbani. Funga na uombe. Taja tuendelee. Njoo ukeshe na uombe. Tafuta mizizi iwe strong. Watu watanipiga. Pigia Bwana makofi.
Injili ya saa hii si ya kubembeleza, si ya kuwekana na kupaka mafuta. Nikwambie ukweli, ukweli ukuweke huru. Haleluya. Maombi ya kukuombea hayatapata mizizi ikaweze kukita. Haiwezi. Muulize mwenzako, inaweza? Maombi yangu yatakupa neema tu ya kukusaidia, lakini mizizi lazima. Imani huja kwa, twendeni vizuri. Imani huja kwa na kulisikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeokoka bado unanipenda. Tuondoke Bwana, tuondoke mimi na wewe. Kuombewa ni kuzuri, ni kutamu. Hata mimi hapa napenda, sio ati siko kando na wewe, napenda. Lakini bila imani, na imani lazima uijenge. Haleluya. Imani lazima uijenge. Haijengwi hapa nje, inajengwa ndani. Haleluya. Inajengwa wapi? Ndani. Wakati ambapo shetani amekuja na majaribu, kwa nini ninakwambia eka misingi iwe thabiti? Shetani anapokuja na mawimbi, usibebwe. Usiwe ni ile nyumba ilijengwa katika mchanga. Mawimbi yalipokuja, maji yaliposhuka, hiyo nyumba ikaharibiwa, ikabeba na maji ikaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa ile nyumba ambayo imejengwa katika mwamba, hata mafuriko yalipokuja, hiyo nyumba ilibaki imesimama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni nyumba iliyosimama, ni mimi na wewe. Mizizi hii ikaendelea kunyonya maji. Haleluya. Endelea. Mstari wa 8. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani, na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Umepata hiyo? Si upigie Bwana makofi. Ama hujaelewa? Umeelewa, umeipata. Lakini hebu tusomee tena, aipate aielewe. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani. Ijapokuwa mizizi, hii mizizi iko mchangani, imechakaa. Kwani ukitoa kitu kwa mchanga kinakaaje? Si iko na uchafu chafu, iko na mchanga. Ndio kwa sababu tunaenda tunaosha. Ukitaka viazi unaingia pale chini unatoa, lakini huwezi kula hivyo viazi na huo mchanga. Si ni kweli? Tunaenda kuosha. Sasa ijapokuwa hiyo mizizi imechakaa mchangani, na shina lake kufa katika udongo. Na shina lake limekufa katika udongo. Hilo shina hata mtu analidharau. Vile linakaa linadharauliwa, lakini nini? Lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Haleluya. Lakini kwa sababu kuna harufu ya maji, kuna maji ambayo yanaenda yule mizizi, basi hili shina litachipuka. Huu mti uliokatwa utapuchipuka. Bwana Yesu asifiwe. Na ukichipuka, maandiko yanatuambia machipukizi yake ni mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mchangani, ukitoka utaanza na yale matawi, si ndio? Utaanza miche imetoka, after miche kutoka utaendelea, matawi yatakuja. Matawi yakishakuja tutaona matunda yatakuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huo mti ulichipuka, hicho kisiki kilichipuka mahali ambapo watu hawakudhania. Nikimwangalia Ayubu, kila kitu kiliisha, kila kitu kikaisha, akabaki bure. Lakini ukisoma ukiendelea mbele, maandiko yanasema vile Mungu alikuja akashuka mwenyewe, Ayubu alibarikiwa maradufu. Haleluya. Alibarikiwa maradufu. Kwa sababu huo mti ulipopata hiyo harufu ya maji, ulipokunywa yale maji, matunda yake sasa, mishe yake ikatoka. Mishe ilipotoka, matawi yakao. Matawi yalipotoka, matunda yakao. Sasa yeye ni wakati wa kukula matunda.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya matunda hayaji kwa rahisi, lazima huo mzizi uwe katika mchanga na harufu yake ikaweze kufika ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuendelee. Memaliza? Yes. Memaliza hapo? Ndio. Haya, tusomee kitabu cha Yoeli 2:25. Yoeli 2:25. Yes. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. 26. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Amen. Wakati ambapo Mungu anaregesha miaka yote iliyoliwa na nzige na tunutu na madumadu. Haleluya. Ikawa sasa tulipotoka bado tuko kwa message yetu ya kutoka Uhuru wa Kaldayo. Hiyo ni miaka ilikuwa ni ya shida, ya kuteseka, mahangaiko. Watu waliangalia wakaona ni kana kwamba Bwana ametuacha. Ilikuwa ni kipindi cha mahangaiko. Tukirudi hapa katika Isaya inasema, katika Yoeli inasema sasa ile miaka tuliyoipoteza Harani, tukaipoteza Uhuru wa Kaldayo, tukateseka na kuhangaika. Maandiko inatuambia siku ya leo Bwana anaenda kuregesha. Bwana anaenda kuturegeshea. Bwana anaenda kukukumbuka wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo miaka tuliokaa Uhuru wa Kaldayo, tukakuja tukakaa Harani, tunangojea huyu Mungu hajakuacha. Huyo Mungu bado hajakuacha. Sasa yeye amekuja kuchipua kile ambacho kilikuwa kimechukuliwa na shetani. Mahali ambapo walikushika wakakutesa wakasema hautaondoka, ni wakati wa kuondoka na kwenda kabisa. Kanani ni asali, ni nchi ya maziwa, asali, kula, kunywa, kukaa, kustarehe na kumwambia Bwana. Haleluya. Lakini kufika Kanani si rahisi. Lazima ule mti ukaendelee kunywa maji. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kutosheka Kanani. Tushafika Kanani tushafika na watoto wetu na mbuzi zetu na wanyama wetu na kondoo zetu na kila mtu, tushafika Kanani. Lakini nani amekuambia ni pa kustarehe? No comfort zone. Elewa, katika ulimwengu wa giza kuna yule ambayo bado anang'ang'ana akurudishe, lakini kwa sababu kwa harufu ya maji neno limekuja likakita, maombi yamekuja yakakita, kufunga na kuomba tunajua, kuingia kanisani tunajua, kulisoma neno tunalojua, tunaelewa huyu Mungu hatutaharibikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 26 unasemaje? Nanyi mtakula chakula tele na kushiba. Sasa nyinyi mtakula chakula tele na kushiba. Kuna njaa huko? Hakuna. Haleluya. Kuna njaa Kanani? Hakuna kwa njaa Kanani, kwa sababu tumeingia hapo. Sasa ni kukula na kushiba na kutulia. Tuendelee. Na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Usipige makofi. Yaani Mungu amehapa ya kwamba ataturegeshea ile miaka iliyoliwa na nzige, na tukishaingia tutakula na kushiba, na watu wake hawatatahayarika tena. Mimi sitatahayarika. Mimi najiambia mimi sitatahayarika na nyumba yangu na watoto wangu na kizazi changu. Sema pasta, hautatahayarika. Unajua umebeba imani yangu, ya mume wangu, ya watoto wangu, ya vijukuu wangu, ya vitukuu vyangu, ya vilembwe vyangu, vilembekezo vyangu, vyote hapa nimevibebea imani. Hawatatahayarika kwa sababu mama alisimama, akasimama na akajua huu mti tena hautaangamia.
utaangamizwa. Lazima utachipuka. Lazima tutachipuka. Wewe utachipuka, watoto wako watachipuka. Walisema hawatasoma, atasoma kwa sababu Bwana amekuja kuregesha kilichoibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaturegeshea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi na wewe ndio tusimame katika kanuni za Mungu. Kupokea ni rahisi. Ni kweli. Hata mimi napenda kupokea, nani hapendi kupokea? Lakini lazima tuchunge hii mizizi jamani. Mimi na wewe tuchunge. Wewe na mimi tuchunge ili Mungu akaweze kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tukakuwa tunasoma juzi tukasema ya kwamba Mungu huyu anaenda kutubadilishia majina. Kwani wewe utabaki na jina la Haran? Utabaki na jina la Uhuru wa Kaldea? Ati wewe ulikuwa unaitwa maskini, utabaki na umaskini wako? Wewe kama unabaki shauri yako. Uliitwa aliyeachwa, wewe bado unaitwa aliyeachwa. Uliitwa nini? Wa kuombaomba. Uko Kanani bado waitwa wa kuombaomba. Uko Kanani bado unaitiwa route 11. Ati bado ni route 11. Mambo yanabadilika. Mungu akitutoa anatutoa kikamilifu. Tulizoea sisi ni kukula tu, ni kwenda kule na kuchukua nini? Omena. Hata Kanani tule omena. Ni mboga sijakatana, zina nutrients. Lakini kina kiwango chake. Kuna kiwango chake. Ni kule kwa kutaka, lakini si kwa sababu ndio kiko. Kanani ya kukula chenyati, hii ndio iko tukule tulale watoto wangu. Hakuna, kula kile unataka. Mataka kula nini? Kula kile unataka. Sio kile ambacho kiko. Lazima hilo jina litabadilika. Sitaitwa tena aliyeachwa, nitaita aliyebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wamekuzoea mpaka wakakubandika majina. Si wakati wa kubandikwa majina. Hata Hana alizoeleka. Penina alijua Hana hatapata mtoto. Aliitwa tasa. Kijiji chote kikamjua ni tasa. Hata kanisani alijulikana Shilo ni tasa. Hata wale alishiriki nao walimuita tasa. Haleluya. Haleluya. Lakini Bwana wa majeshi alipokuja, Bwana akabadilisha jina. Hakuitwa tena tasa, bali alipewa mtoto Samueli, majina yake yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Mbona ubaki pale pale? Mbona niishi na hilo jina? Hata watu wakikuona wanafunga milango. Hata amekuja kuomba, ukasirika na huyu Mungu wako. Kwani huyu Mungu ni huyu yani kwani hao watu wengine wanaabudu vipi? Mimi nanikasirisha my friend. Kwani hao wanaomba vipi Mungu? Kama ni hiyo siri ya maombi, sasa tunakamata shina. Wewe baki peke yako, mimi naenda. Hili shina lazima tulishughulikie. Lazima tulishughulikie. Hili shina halitaondolewa na mchawi, halitaondolewa na ukoo, halitaondolewa na baba yako wala mama yako hataondoa, wala majirani wako hawataondoa. Kile Bwana ameahidi ni kwamba Bwana anaregesha miaka iliyopotea, iliyoliwa na nzige na madumadu na tunutu. Enough is enough. Bana, kwani tutamwabudu Mungu kwa njia ya umaskini? Kama wewe umezoea shauri yako, lakini sijakuja kukuambia uzoe. Ni kutoka na kwenda, na hakuna kuangalia nyuma. Watakuwa wakisema ni historia, ni yeye ama siye. Wewe usiangalie hali yako vile iko, angalia Mungu anasemaje. Wanadamu wanaweza sema, lakini ni nini Mungu anasema? Mungu anaongeaje kwa ajili yangu? Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekuzoea. Watu wanajua wewe ni wa kupangisha. Hata huyo landlord amejua tu mwisho wa mwezi huyu halipangi, tumeondoka. Halipangi, mwisho wa mwezi nitamfungia, ni kawaida yake. Lakini Bwana amekuja anatuambia yeye ataregesha. Yeye Mungu ataregesha. Hatutaitwa tena walioachwa. Hatutamwabudu Mungu na tuite walioachwa.
tunaye Baba, fedha na mali ni zake. Tunaabudu katika madhabahu ya utajiri. Baba yetu anasema hivyo kila wakati. Hii si madhabahu ya umasikini hii, lakini nategemea mzizi wako uko wapi my friend. Mzizi wako uko vipi? Imani imekita ikasimama, uko pamoja na mtumishi wa Mungu, ama unasema hapa Mungu anaangalia? Mungu haangalii vile tunaongea. Tunaweza kana Moses tukaongea, lakini Mungu anajua anaamini vipi haya madhabahu. Hey. Haleluya. Yule dada akanipendeza. Mmesikia ushuhuda wake? Mimi sijakaa sana. Hey, wewe sijakaa sana kwa haya madhabahu, sijakaa sana. Na nilipokuja nilikuja na kitu na nilitaka Mungu afanye, na huyu Mungu sasa ametenda. Ondoka kwa mazoea. Ninajua kila wakati nitampata Apostle aniwekee mkono, nitampata Pastor Beverly aniwekelee mkono. Kweli zitaondoka lakini zitarudi. Lakini huyu Mungu anaangalia imani yako iko wapi, hili shina liko wapi, linaendelea kupata maji ama limekauka. Shina likikosa maji, mgomba ukikosa maji, mti ukikosa maji, ukipanda mimea ikikosa maji, lakini kwa harufu ya maji utachipuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kitu ambacho kinatukosea ni mazoea. Haleluya. Hata mimi niko hapo, si ati niko excluded. Amen. Tumezoea tukiekewa ibada, ni ibada ya maombi, unasema wacha nifanye nini? Wacha nikae siku na Jumapili. Simuongee jamani. Kwani naongea vibaya? Kwa sababu hili kanisa, to say the truth, Mungu ametusaidia. Tunalelewa katika misingi, wacha niseme katika mizizi. Amen. Kama ni kufunga umefundishwa au hujafundishwa? Nauliza swali, kufunga tumefundishwa ama hatujafundishwa? Kusoma neno tumelifundishwa ama hatujafundishwa? Kuomba tumefundishwa ama hatujafundishwa? Kutoa sadaka tumejifundishwa ama hatujui? Fungu la 10 tunajua ama hatujui? Yaani maeneo yote ya kukaa mizizi iwe salama, tunayo material. Pigia baba yetu makofi mazuri. Material tumepewa, lakini mimi na wewe tumekataa kulishika shina. Tumekuwa na mioyo migumu. That is why ukipata ibada ambazo zinahitaji wewe na mimi tumtafute Mungu, tumezisusia. Shina linaendelea kufanya nini? Shina linaendelea kufanya nini? Kukauka. Yani sema ni ukweli mchungu yani. Sijui unaelewa? Ni ukweli mchungu, lakini wacha tuseme itoke Bwana basi. Haleluya. Hili shina likikosa maji litakauka. Likipata maji litanawiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni ibada, usisusie ibada. Njoo uombe. Ni mkesha, jinyime. Njoo ukeshe uombe. Kukesha si rahisi. Ama wale mnaokesha ni rahisi. Tunasinzia my friend. Ni Bwana tu. Kama unasinzia sema amen, tunasema amen, lakini tunaendelea, tuchekwe, tuendelee. Si rahisi. Unaomba ni Tuesday hapa na Wednesday unapata mtu alilala pale chini akaenda kimoja. Kwa sababu gani? Ametoka kazini. Mwenzake akifika anapata mtu amelala na mgonga, tunaendelea. Bwana anatusaidia. Kulala kwa hii sakafu si bure. Hatutalala na Mungu atuache, ataregesha kwa jina la Yesu. Kukesha kwako si bure. Kufunga kwako si bure. Kuchukua muda na kusoma neno 10 minutes, 5 minutes si bure. Tumekuwa busy. Hatuna time. Sitaki kukwambia watu wainue mikono,
Lakini uliza leo, ni nani hii wiki nzima ameshika Biblia? Utaona sarakasi hapa. Kusoma tu mstari mmoja wa kukutia nguvu tu wa kuendelea, tutaona sarakasi. Lakini siulizi. Haleluya. Kuwa na time na Mungu, kwa sababu Mungu anaangalia jamani. Anatuangalia. Tunafanya vipi? Yanasikia yakitoka ama anaingia na kaa. Apostle anaweza kosa kuuliza. Mchungaji mwingine anaweza kosa kuuliza. Lai anaweza kosa kuuliza. Lakini wewe na Bwana mna uhusiano gani? Wewe na Mungu mna uhusiano gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ninakwambia? Tuondoe mazoea. Tuondoe ukawaida. Kanisa hili halifungi usiku wala. Makanisa mengine si yanafungwa jamani. Si ukienda wanakuambia leo hakuna ibada, imefungwa. Lakini hapa ukitaka saa 1 asubuhi, ukitaka jioni saa 12, ukitaka saa 5, hata ukikuja utagonga kwa gate, pigia askari mwambie jamani nimechelewa kazini, saa hii ni saa 5, lakini nifungulie gate, ninakuja nataka kuomba, utafunguliwa. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Shida ni mimi ama ni wewe? Si ni mimi mwenyewe. Shida si wewe, shida si madhabahu, shida ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Mungu anatupenda na Mungu ni wa rehema, amekuja kutukumbusha. Hatutaingia Kanaani, tumetoa sadaka. Kwani usikii? Sisemi ni vibaya kusikia uchungu na sadaka, si ni vizuri pia? Ama nauliza swali, juzi si tumetoa sadaka na ulikuwa hata hauna kakitu, lakini ukajitahidi ukasema hii baada jamaa siendi kwa sababu apostle aone nimetoa sacrifice. Kuna yale ambayo nimemwambia Mungu ninataka Bwana atende. Usikii uchungu na hako kasadaka basi. Usikii uchungu. Umwambie Bwana hii sacrifice nimetoa. Bwana nimekuja. Ninakukumbusha hii sadaka. Tulieka tukasahau, wiki nzima tumelala. Shetani naye anasema ulieka nini? Madhabahu ya kwenyu ndio inaongea hiyo. Kumbuka madhabahu ya kwetu iko sawa. Madhabahu ya kwetu tulieka lini sadaka? Ilikuwa ni Sunday, Friday, Saturday, Sunday. Tukakuja tukafanya nini? Tukaeka. Mchawi kwenyu aliona ama kuona? Mchawi aliona ama kuona? Hii ni mambo ya rohoni. Aliona ama hakuona? Na anaelewa vizuri kabisa umefanya nini. Unafikiria hata nyamaza? Kama Mungu anasema hata tulia. Shetani alikuwa mbinguni na akatupwa, na anaelewa siri zote za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tulipoeka sadaka, elewa katika ulimwengu wa giza walielewa na wakajua umewapiga na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Nao mahali walipo wanajiandaa pia hao wapeleke wapi? Madhabahuni kwako. Sasa nini itakayotusaidia? Ni kusimama, kufunga, kuomba, kumuita Bwana, kuja kanisani na kuomba. Ukimwambia Bwana, kumbuka hii sadaka niliyoiweka, hii sacrifice niliyoiweka, mizizi yangu isikose maji. Isikose. Ambia mtu isikose. Ni huzuni ikikauka. Haleluya. Sasa mimi na wewe lazima tujitahidi. Kwa hii matao, kwa huu mti kuchipuka, lazima utafanya bidii my friend. Si on bed of roses. Lazima kuna kitu tutakifanya. Pigia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Sasa lazima mimi na wewe tuelewe kwa nini, ni vita gani tunapigana, ni hali gani iliyo kwetu ambayo inanizuia mimi kusonga. Madhabahu si mabaya, ni mazuri. Madhabahu haya, usinielewe vibaya, tunuko kwa madhabahu mazuri, sawa sawa. Haya madhabahu yanaongea kwa ajili ya maisha yako, yanaongea kwa ajili ya maisha yangu, na hapa ndipo maji yetu yanatoka. Haleluya. Sasa unapokaa salama, unapojisongeza katika madhabahu kupitia neno, kutoa sadaka, kuja kumwabudu Bwana, basi maji, huu mti unaendelea, mizizi inaendelea kupata nini? Maji. So kwa harufu ya hii maji utachipuka.
Haleluya. Kama unalala sema amen. Sasa ni mchana, usiku tutasema hebu fungua tuone huyu mwanamke mjane. Luka 7:16. Tunaelekea kumaliza, sichukui muda mwingi hapa. Luka 7 kuanzia 11 hadi 17. Amen. Luka 7:11. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kukawa na mwanamke mmoja, Yesu alipokuwa akiendelea na huduma zake. Kukawa na mwanamke mmoja katika mji wa Naini. Alipokuwa pale, jina tu mjane linakuambia huyu mama hakukuwa na mume. Na alipokuwa katika huu mji alikuwa tu na mtoto mmoja. Tumaini lake lote alijua hata kama mume amekufa, lakini nina nini? Nina mtoto. Amen. Maandiko inatuambia ya kwamba huyu mama mtoto wake akafa. Alipokufa akakosa matumaini, yani akashindwa itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Hali hii imezidi. Kitu cha kwanza, mimi sina mume. Watu walinijua, hata jina lenye lilijulikana ni mjane tu. Sikuwa na chochote, lakini nilikuwa na tumaini ya kwamba kwa huyu mtoto wangu kunayo matumaini. Lakini tena kifo nayo kikafanya nini? Kikamchukua huyu mtoto. Kilipomchukua huyu mwanamke akalia sana, akashindwa atafanya nini, lakini mtoto ameenda. Alipokuwa pale, maandiko yanasema Yesu alipokuwa akitembea kipita, akamtazama yule mtoto. Alipomtazama yule mtoto akamwambia inuka. Akamwambia inuka. Sasa kutumia maneno mengi. Hebu soma mstari wa 23. Mstari wa 14. Akakaribia, akaliguza jeneza. Akaligusa kijeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Kijana, na kuambia fanya nini? Inuka. Mungu hana maneno mengi. Kwa ile hali ambayo wewe unayoipitia, yahitaji neno moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza ishi ukakosa matumaini, ukaangalia hali ulio ndani, hali unayoipitia, hata kumwambia mwanadamu unaona ni kama unasumbua. Wengine tumekaa tumeteswa na ukoo wa kwetu. Wengine tumekaa umesoma hakuna kazi, lakini kazi zipo, sio hati hakuna, ziko. Wengine wetu tunafanya biashara haziendelei. Umeng'ang'ana kama wewe, unasema mimi nitafanyaje? Kama huyu mwanamke mjane alikuwa amebaki, sasa tumaini langu ni huyu mtoto. Wengine tumeweka tumaini zetu ni hii biashara itanisaidia. Wengine wameweka jamani, haya makaratasi wacha nisome. Hata wengine wetu tunasomesha watoto, tunasema jamani, hawa watoto ni investment, watatusaidia. Haleluya. Wengine tumeweka tukasema ya jamani, hii kazi ambayo niko nayo ndio imebaki tu ya kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ni vile huyu mjane alikuwa amekaa, sasa ameshindwa maisha yatakuwa vipi. Lakini leo nimekuja kuambia kwamba huyu Yesu anakuja kwa ajili ya maisha yako na mimi. Yesu anapokuja mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika.
ile hali uliyokuwa nayo inabadilika. Naamini yule mama mahali alipokuwa, mtoto alipoinuka alishindwa atamwambia nini Mungu. Kama ni kulia alilia. Waliokuwa nao hata maandiko yanasema walibaki wenyewe wanashangaa what has happened. Hao walijua ya kwamba tushamtia katika jeneza, yenye imebaki ni kufanya nini? Kuzika. Hakuna matumaini mengine hapo. Kuna mtu amefikia hali ya kwamba akiangalia mbele haoni chochote, akiangalia nyuma haoni chochote, akiangalia kando haoni chochote, akiangalia jamii hakuna wa kumsaidia, akiangalia kule mbele kwa wakuu wa serikali hakuna cha kumsaidia, akiangalia baba ni shida tupu, akiangalia mama ni shida tupu. Lakini leo nimekuja kwako kwa jina la Yesu. Hiyo hali ulio nayo mwambie Yesu ana uwezo. Yesu ana uwezo wa kubadilisha hali. Kama aliweza kumuinua huyu mjane akampa matumaini tena ya kukuwa na mtoto wake, hata hiyo hali Mungu atanena na hiyo hali. Mungu atabadilisha maisha yako. Mungu atabadilisha hiyo hali. Wamesema hautaendelea. Kuna Mungu anayesema jambo kwa ajili ya maisha yako. Kuna Mungu anayesema jambo kwa ajili ya maisha yangu. It doesn't matter umesoma ama haujasoma. Mungu anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Nikawa naangalia kwa social media, wengine tuna talent. Inaweza kuwa umesoma hakuna kazi, wacha kuuliza nitaenda wapi, wacha kujinyonga. Amen. Wacha kujinyonga, uliza Mungu wasemaje. Wanadamu ndio wanaweza ongea, wanaweza kukuwekea red line wakasema hapa ndio mwisho wake, tutamuona. Wangapi tumeambiwa tutawaona? Wengi. Tutaona hii jamii itaenda wapi? Wengi. Pengine kama kwenyu hakuna wachao, lakini kwetu wamesema tutawaona wanaenda wapi, tutaona watafika wapi. Lakini leo tumekuja kuambia ya kwamba kwa harufu ya maji tutachipuka tena. Walisema hii jamii haitaenda, hii jamii watoto hawataolewa, hii jamii hakutaonekana vijakuu, hawakutaonekana watoto katika huu mji. Lakini kwa jina la Yesu kunayo matumaini tena. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana makofi mazuri. Kunayo matumaini kwa sababu Yesu yuko kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukimwangalia Lazaro, Lazaro alikuwa amekufa. Ameenda. Watu hata wamesahau, watu hata wamekutana, watu wamepanga mazishi, wakamaliza, wakamweka kwa sanda, wakamfunika, wakajua basi yamekwisha, imekwisha. Na hata wakamchukua wakampeleka wapi? Kaburini. Wakamzika, wakaweka nini? Jiwe. Wakamwambia salama, lala salama. Lakini sio hiyo yenye Mungu anasema. Wanaweza kuwa wamekuambia ni salama, lakini si salama kwa Bwana. Wanaweza kusema imefika mwisho, lakini kwa Mungu bado hakuna mwisho. Wanaweza kusema ya kwamba hatatoboa, lakini kwa jina la Yesu tutatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi mji umesemaje, lakini Mungu anasemaje? Anaongeaje kwa ajili ya maisha yangu? Anaongeaje kwa ajili ya watoto wangu? Anaongeaje kwa ajili ya hii hali ninayoipitia? Mungu hajanyamaza. Yuko anasikia. Yuko anaona. Yeye anangojea wewe na mimi tuseme. Yeye anangojea moyo wako unasemaje. Akiangalia imani yako iko wapi. Tuondoke kwa wanadamu. Tumtazame nani? Tumtazame nani? Huyu mtoto, huyu mama alipata matumaini tena. Kuna mtu anahitaji matumaini siku ya leo. Kuna mtu anamwambia Bwana bado sijafika mwisho. Pengine kama umegive up, pengine kama umesema wacha ikae sijui ngo. Wewe unaenda kujinyonga. Nani kasema? Nani? Hata kama huyo mchawi amesema hii shida itampeleka mpaka jinyonga, unasema kwa jina la Yesu hakuna kujinyonga. Kwa jina la Yesu hakuna kujirusha bridge. Kwa jina la Yesu hakuna kuanguka huko, hakuna. Mungu ana uwezo wa kutusaidia. Mungu ana uwezo wa kutubadilishia majina. Mungu ana uwezo wa kugeuza yaliyotamkwa na wanadamu. Usitosheke na hali ulionayo. Haleluya. Amen. Wengine tuko hapa
Hata ndoa zetu zimeharibika. Lakini kuharibika kwa ndoa, nani amesema ndio basi? Umetafuta haujafaulu, nani amesema ndio basi kumekwisha? Mungu hajaongea. Mungu hajaongea. Mungu hajasema. Wanadamu wamesema, lakini Mungu hajasema. Soma Isaia. Mimi nampenda Mungu kwa sababu Mungu hakuoni vile ulivyo. Haoni vile watu wanakuangalia. Ama watu wanaweza kukujaji. Watu wanaweza sema hivyo ndio ulivyo. Lakini Mungu hakuoni vile hao wanasema. Mungu anaona tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa kabla tusome hiyo, nikawa ninaona mtoto mwingine kwa social media. Huyo mtoto ameigiza tu. Ndio nakwambia kufaulu si kusoma sana. Ni nyota jamani. Huyo mtoto akawa anamuigiza nani? Ruto kuongea. Mmemwona yule mtoto kwa social media? Kuigiza tu. Venye Ruto anaongea. Saa hii maisha yake Ruto ashakutana naye, unafikiria yatabaki yalivyo? Mungu anaweza tumia njia yeyote. Nyota yako mahali ilikuwa chini, mahali walikuwa wameigandamiza, Mungu anaweza tutumia chochote. Anaweza tumia mtu yeyote ili ndoto ya Mungu itimie kwa maisha yako. Ili ndoto ya Mungu itimie, sio ya mwanadamu. Na wakati mwingine tunapitia mambo magumu mazito, lakini Mungu anataka kujitukuza. Kama Ayubu. Ayubu alikuwa ni mcha Bwana. Alikuwa ni mwelekevu. Alikuwa yuko sawa mbele za Mungu. Lakini Mungu akaachilia jaribu. So si kila shida ni shetani. Upigie Bwana makofi mazuri. Si kila shida si shetani. Uliza Mungu wasemaje? Mungu unaongeaje? Kwa hii hali Bwana unasemaje? Kama pengine ilikuwa ya kukuregesha, iniregeshe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilikuwa nimeondoka na hiyo ndio njia imempendeza Mungu aitumie, mwambie Bwana asante. Maana Bwana umeiruhusu katika maisha yangu. Hakuna jambo ambalo Mungu anaweza kuliruhusu, ama jaribu ambalo Mungu anaweza kuliruhusu kwa maisha yako ambalo huwezi kuliweza. Hakuna. Huyo si Mungu. Akileta jaribu, anasema yeye anafanya nini? Anatoa mlango wa kutokea hilo jaribu. Bwana Yesu asifiwe. So si ati uko by mistake kwa hiyo shida. Thank God. Nimelala njaa, asante Bwana. Asante Yesu, maana umeona na umeruhusu. Lakini haitanisababisha sema sasa Mungu gani huyu? Mungu gani huyu? Mimi naenda kanisani, hata mimi ndo nimetoka kuhubiri leo, watu wameshangilia kanisani, alafu ninalala. Mungu gani huyu? My friend, tutahubiri na tutalala njaa. Kama imempendeza Mungu, asante Bwana kwa sababu umependezwa na umeruhusu. Bwana tenda jambo. Haleluya. Umekuja umeimba vizuri paka roho amekufa, ameshuka, watu wakahudumiwa. Na ukirudi hivi, mtoto amefukuzwa shule. Mungu ameruhusu. Na huyo Mungu aliyeruhusu pia atatengeneza mlango wa hilo jaribu kutoka. Lakini sisi wanadamu tuko vipi? Shida inapokuja, unasahau yule Mungu umemuomba. Umesahau yule Mungu ulimkeshea. Umesahau yule Mungu alikuepusha ile shida. Unaanza kumlaumu Mungu. Mimi naanza kumlaumu Mungu. Basi hivyo tunakosa. Haleluya. Katika hili jambo, katika kila majira, mshukuru Mungu kwa sababu ana sababu. Tusome. Nilisema Isaiah 43:19. Isaiah 43:19 inasema tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Rudia. Mimi nimefika kuchelewa. Haya, ndio nafika. Tazama, nitatenda neno jipya. Nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Bwana atatenda jambo jipya. Atatenda jambo jipya. Kuna mtu ambaye uko tayari Mungu amtendee jambo jipya. Kuna mtu anatazamia Mungu amtendee jambo jipya. Haijalishi kile ambacho unakipitia, lakini yeye Mungu anasema ya kwamba yeye anaenda kutenda jambo jipya kwa maisha yangu. Anaenda kugeuza ile hali niliyo nayo
Bwana anaenda kuweka ushuhuda kupitia ile hali, hata kama haifurahishi wanadamu. Hata mimi mwenyewe hiyo hali sikubaliani nayo, lakini nikitaka Bwana akaweze kutenda jambo jipya, kumbuka mwambie Bwana asante kwa hili jambo, maana Bwana kupitia hili shida Bwana unatenda jambo jipya. Unaenda kunibadilishia maisha yangu, unaenda kubadilisha mtoto wangu, unaenda kubadilisha maisha yangu, unaenda kubadilisha destiny yangu, unaenda kubadilisha kile wanadamu waliweka, kile ambayo waliniwekea wakasema sitasonga, every limitation walioiweka katika maisha yangu wakaniletea stagnation. Siku ya leo Bwana unasema ya kwamba wewe ni Mungu na Bwana unaenda kutenda jambo jipya katika maisha yangu. Endelea. Pigia Bwana makofi mazuri. Sasa litachipuka. Sasa litafanya nini? Litachipuka. Sasa litafanya nini? Litachipuka. Tumesema kwa harufu ya maji linafanya nini? Linachipuka. Kwa harufu ya maji linachipuka leo. Today is today. Ile hali ulio nayo, nenea hiyo hali. Mwambie Bwana enough is enough. Wewe umesema ya kwamba kwa harufu ya maji, kwa harufu ya maji, kwa harufu ya maji, si kwa galani ya maji, si kwa sababu niende oshe, kwa harufu tu ya maji kuna kuchipuka tena. Amen. Nilikuwa nawaza shwali, lakini kwa harufu ya maji sio ati lazima tuweke galeni ya maji, sio ati lazima niende mtoni nibebe maji galani nzima ndio niwekee mmea ndio uchipuke. Si lazima niende pale baharini kwa ocean ndio Mungu atende. Maandiko yanatuambia ya kwamba kwa hiyo tu harufu ya maji Mungu anaenda kutenda jambo jipya. Speak over your situation. Ongea kwa ajili ya ile hali ambayo imekutesa, imekuangaisha, imekufanya hauna amani. Mwambie Bwana unatenda jambo jipya katika maisha yangu. Kuna jambo Bwana, kuna historia unageuza. Kuna kitu ambacho Mungu umeweka. Kumbushe Bwana, mwambia mimi Mungu umenena kwa ajili na mtumishi wako kwa ajili ya maisha yetu. Nimechukua sadaka, nimeiweka katika madhabahu. Bwana ninaomba wakati huu kupitia hiyo sacrifice niliyoiweka, Bwana tenda jambo jipya. Kupitia hii sacrifice Bwana jitukuze. Kupitia hii sacrifice geuza maisha yangu. Kupitia hii sacrifice mtoto wangu mbadilishe, maana yeye anatenda jambo jipya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Bwana anatutendea jambo jipya, so wakati mgumu wenye tumepitia, it is not by mistake. Ile hali umeipitia si by mistake, Mungu aliruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Kama umepitia mahali ambapo ni kukataliwa, elewa ya kwamba kuna historia Mungu anaibadilisha. Kuna mambo Mungu anayafanya. Umekaa na magonjwa ni muda mwingi, ugonjwa hauponyi, sema Bwana umesema nami. Unaenda kutenda jambo jipya kwa maisha yangu. Unaenda kugeuza hali hii. Haijalishi hata nyumba yako inaporomoka, ndoa inavunjika, mwambie Bwana kupitia huku kuvunjika, Bwana unaenda kutenda jambo jipya. Kupitia hii kazi kuisha, Bwana unaenda kuweka historia nyingine. Unaenda kubadilisha mambo katika nyumba yangu, lakini itategemea moyo wako umeuweka vipi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So katika eneo lolote la maisha yako, katika hali unayoipitia, ninakwambia kwamba siku ya leo huyu Mungu aliye mwaminifu, huyu Mungu aliyetuita, huyu Mungu tunayemuomba usiku na mchana, anaenda kubadilisha mambo. Kwa harufu ya maji tunaenda kuchipuka tena. Matawi yetu yanaenda kutoa matunda, na hayo matunda mimi na wewe tutakula, kwa sababu Mungu anatenda jambo. Simama kwa miguu yako. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, peke yake anaweza.